Vita vinavyoendelea Mashariki ya Kati vimeleta madhara makubwa sana kwa uchumi wa dunia. Ukiacha suala la kupanda kwa bei ya mafuta ambalo umeshalitolea mwongozo jana, wachambuzi wa mambo wanasema kwamba vita hii ina matokeo makubwa sana yenye athari hasi kwenye biashara ya kimataifa, kwenye sekta ya bima, kwenye sekta ya uagizaji wa bidhaa muhimu, kwenye biashara ya madini, kwenye usafiri wa anga wa kimataifa. Hii maana yake ni kwamba Tanzania haiko salama. Swali kwa Waziri Mkuu, nataka kujua ni kwa namna gani serikali imefanya tathmini juu ya athari ya vita hivi kwa mipango ya kiuchumi ambayo tunaendelea nayo na mingine tutayoipanga hivi sasa na hatua ambazo imejipanga kuzichukua. Asante. Mheshimiwa Waziri Mkuu. Mheshimiwa Spika, ni mpongeze pia Mheshimiwa mbunge kwa kuwa mfuatiliaji wa masuala yanayoendelea duniani. Ni kweli vita vinavyoendelea Mashariki ya Kati na vilivyotangulia huko Ulaya ya Mashariki ni tatizo kwa dunia nzima, itakuwa na madhara kwa dunia nzima. Na Tanzania sio kisiwa, ni nchi ambayo inategemeana, inafanya biashara, inafanya mawasiliano, lakini pia na mashirikiano na nchi zote duniani. Serikali imekwisha kufanya tathmini ya awali kupitia sectors mbalimbali, ndio maana tumeweza kupata maoteo kwamba kutakuwepo na mabadiliko ya bei katika baadhi ya shughuli zetu za kiuchumi, ikiwemo la awali kabisa ambalo limeshajitokeza la kupanda kwa mafuta, lakini na mengine kama ambavyo Mheshimiwa mbunge aliyoyataja yakiwemo ya bima, lakini kutakuwepo pia na matatizo yatakayojitokeza yanayohusiana na matatizo kwenye masoko ya fedha kule duniani ambako sekta binafsi na serikali tumekuwa tukitumia kama chanzo cha kupata fedha za kutekeleza miradi ya maendeleo kwa njia mbalimbali. Sasa serikali katika kukabiliana na hilo, moja, tunajua tutahitaji zaidi, kama ambavyo Mheshimiwa Rais alikwisha kutoa kauli, tutahitaji zaidi kutumia rasilimali za ndani katika kuweza kuhakikisha kwamba tunatekeleza miradi ya maendeleo ili shughuli za miradi ya maendeleo ziendelee na nchi iendelee kusonga mbele. Katika baadhi ya maeneo ambayo tunatarajia kuendelea kuyaboresha, kama ambavyo nilisema na kwenye hotuba, tutaweka nguvu kubwa katika kutafiti kwenye madini, tuongeze uchimbaji, tuongeze mapato. Mheshimiwa Spika, kwa mwaka wa fedha uliopita, moja ya sekta iliyotuletea mapato mengi ilikuwa ni madini, na utaona kwamba ongezeko hilo halijatokana tu na migodi mikubwa, limetokana na wachimbaji wadogo wadogo wa Tanzania ambao wameongezeka katika shughuli za uchimbaji na wameongeza mapato ya serikali. Hata mwaka jana kwenye makadirio ya wizara walitakiwa wakusanye takribani zaidi ya trilioni 1.2. Kwa miezi hii tu kabla mwaka wa fedha hujaisha tayari walishakusanya takribani trilioni 1. Unaweza ukaona kwamba hiyo ni sekta ambayo ni rasilimali zilizo ndani ya nchi yetu ambayo inaweza ikafanyika kama chanzo cha mapato kama tutaongeza wigo. Na Mheshimiwa Spika, unakumbuka utafiti ambao ulishawahi kufanyika ni 16% tu. Kwa bado tuna fursa. Na Mheshimiwa Spika, nchi yetu kila wilaya ni madini. Kwa hiyo hii ni moja ya sekta ambayo tunadhani tutaongeza nguvu ya kutafiti ili tuweze kujitegemea kimapato ndani ya nchi. Lakini eneo lingine tunalotarajia kulifanyia kazi ni kubana matumizi. Lazima tubane matumizi katika maeneo ambayo si ya lazima ili kuelekeza fedha hizo kwenye miradi ya maendeleo. Hii ikiwa ni sehemu ya kukabiliana na hali ya dunia ambayo italeta mtikisiko katika masuala ya kiuchumi. Mheshimiwa Spika, tutafanya tathmini ya kina kwa sababu jambo hili halijakadiriwa
exactly madhara yake yataishia lini na jambo lenyewe litaisha lini. Kwa tutafanya tathmini ya kina, na kwa sababu bunge lako linaendelea, tutaendelea kujulishana kuhusu hatua zipi zingine ambazo serikali inatarajia kuzichukua ili kuweza kukabiliana na jambo la aina hii. Serikali imekuwa ikifanya jitihada kubwa sana za kukabiliana na madhara yanayosababishwa na wanyama waharibifu aina ya ndovu. Njia zinazotumika kukabiliana na wanyama hawa kwa sasa ni pamoja na kuwafunga chip maalum za utambuzi, kutoa elimu kwa wananchi pamoja na kuhamisha. Sambamba na jitihada hizi, bado hakuna matarajio makubwa yaliyopatikana ukilinganisha na madhara yanayopatikana katika maeneo mbalimbali nchini, ikiwemo kupoteza mazao ya wakulima pamoja na kuua wananchi wetu. Je, serikali haioni sasa ni wakati mwafaka wa kutumia njia ya culling, yaani kuwaua ndovu kwa utaratibu maalum ili kuwapunguza bila kuathiri sera na sheria za kimataifa ili kuweza kunusuru hali iliyopo sasa katika maeneo mbalimbali nchini? Mheshimiwa Waziri Mkuu. Mheshimiwa Spika, natambua jambo hili ambalo Mheshimiwa mbunge wa Nachingwea Mheshimiwa Liwaka amelisema. Ni kweli kumekuwa na kilio kikubwa maeneo mengi kuhusiana na uharibifu ambao unafanywa na wanyama wakali hususan ndovu, na uharibifu ambao umekuwa ukijitokeza kutokana na kutawanyika katika maeneo ya makazi na maeneo ya mashamba kwa wanyama hawa. Mheshimiwa Spika, nimelipokea pendekezo ambalo Mheshimiwa mbunge amelitoa, lakini naomba niseme kwamba Tanzania ni mwanachama wa mikataba mbalimbali ya kimataifa, na Mheshimiwa Spika, kwenye mikataba hiyo ya kimataifa yapo makundi na aina za wanyama ambayo yamewekwa kwenye kundi la wanyama ambao wako hatarini kupotea, na ndovu ni miongoni mwa wanyama hao ambao wanachukuliwa kama sehemu ya kundi la wanyama ambao wako hatarini katika kupotea. Mheshimiwa Spika, kwenye mikataba ya kimataifa wanyama wa aina hiyo wanalindwa na mikataba hiyo, na hawaruhusiwi kuuawa ama kusafirisha mazao yanayotokana na wanyama hao mpaka kwa utaratibu maalum. Na Mheshimiwa Spika, kwa kuwa Tanzania ni mwanachama wa mikataba hiyo, kwa sasa pendekezo hilo la kuwaua wanyama wa aina hiyo linaingia kwenye utaratibu ule unaochukuliwa kwamba unakiuka mikataba ya kuwalinda wanyama, aina ya wanyama ambao wako hatarini kwenye kupotea. Hata hivyo, Mheshimiwa Spika, serikali kwa kutambua ukubwa wa tatizo hilo imeendelea kuchukua hatua zikiwemo kuongeza vituo katika maeneo mengi. Mheshimiwa Spika, hata kote nilikopita kwenye ziara, wananchi walikuwa wanaomba vituo viongezeke vya kukabiliana na wanyama wakali aina ya ndovu na kuwadhibiti kutokwenda kwenye makazi na mashamba ya watu kila wakati. Kwa Wizara ya Maliasili na Utalii itaendelea kutekeleza uanzishwaji wa vituo hivyo karibu kila eneo ambalo lilikuwa na hatari hizo ili kuweza kukabiliana na tishio hilo na athari ambazo zimekuwa zikijitokeza. Mheshimiwa Spika, sambamba na hilo, serikali imeendelea kuja na utaratibu mpya wa namna ya kuwafukuza katika baadhi ya maeneo, na katika baadhi ya mikakati ambayo wizara imekuja nayo ni ya kuwa na ndege nyuki drones ambazo zitatumika kuweza kuwafukuza punde watakapokuwa wamebainika kwamba uelekeo wanakokwenda utakuwa na madhara, ili mambo haya yawe yanafanyika kabla hawajaleta athari katika maeneo husika. Na kadhalika, wizara itaendelea kuongeza idadi ya askari katika baadhi ya maeneo kulikuwa na upungufu wa askari. Wizara itaendelea kuongeza idadi ya askari ili kuweza kuwa wanakabiliana kwa uharaka na wanyama. Mheshimiwa Spika, katika kipindi kilichopita uelekeo na nguvu kama nchi na kama serikali ulikuwa umeelekezwa kukabiliana na majangili, lakini kwa sasa tunaenda pia kuelekeza nguvu kubwa kuweza kukabiliana na wanyama wasiende katika maeneo ya wananchi ili kuweza kuleta athari ambazo zimekuwa zikijitokeza. Mheshimiwa Spika na waheshimiwa wabunge, mtakubaliana nami, kuna muda kulikuwepo na kilio kikubwa sana
cha kwamba uelekeo umeelekezwa zaidi ya kuwalinda wanyama kuliko kulinda athari za wanyama wanazoleta kwa mashamba pamoja na wanadamu. Tumeshalipokea hilo kama serikali, ndio maana umeona wizara sasa inaongeza idadi ya askari, inaongeza idadi ya vituo ili kuweza kudhibiti madhara hayo kabla hayajajitokeza.